بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين صدق الله العظيم. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jana Mwenyezi Mungu alikuwa akitueleza
habari juu ya Mtume Nuh. Mtume Nuh aliishi kati ya kundi lake akifanya kazi ya dawa, kuita watu kwa Mwenyezi Mungu kwa muda ya miaka 950. Miaka 950 ni muda wa kutumika kwake katika kazi ya dawa. Je, nini natija ya miaka 950? Je, nini matokeo ya miaka 950? Je, nini kilichoonekana katika faida ya kuita watu kwa muda ya miaka 950? Natija yake nini? Result yake ni kitu gani? Result ni kitu gani? Na result, watu walimkataa, umma walimpinga, umma walimtenga mbali, umma hawakukubaliana naye, na hali ya kuwa hakuwa akifanya hiyo kazi ya baba yake, hakuwa akifanya hiyo kazi ya mama yake, ala hakuwa akifanya kazi hii ya jamii yake, bali kazi alikuwa akifanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Miaka hizo zote umma walimkataa. Huku na huku mpaka Mtume Nuh mwenyewe alideclare, alitangaza, alisema kuwa Rabbi anni maghlubun fantasir, Rabbi anni maghlubun fantasir, Rabbi anni maghlubun fantasir. Nini maana yake? Rabb, ewe Mola muumba wangu, ani, hakika bila shaka mimi, maghlubun, nimeshindwa. Kilichosalia ya Allah, fantasir. Nisaidie. Baada kazi kuwa ngumu, akamwomba Mwenyezi Mungu, ameshindwa. Na mwisho hao watu likushaje? Walifanikiwa katika ujeuri wao? Walifanikiwa katika kiburi yao? Walifanikiwa katika uasi wao? Walifaulu katika ujeuri? Walifaulu katika ukiburi? Walifaulu katika uasi? La. Jawabu ni kuwa la, hawakufaulu, bali Mwenyezi Mungu alilete mfuriko ukasafisha
dunia yao na ukafiri. Mfuriko ulisafisha dunia wao na ushirikina. Mfuriko uliosafisha dunia yao na uasi. Pale mfuriko ulipokuja, uasi ulikuwepo? Wallahi hakuweko uasi. Mfuriko ulipokuwepo yupo, hakuna uasi. Mfuriko ulikuja kwa sababu ya kuondosha uasi. Basi mfuriko uliwash out uasi na waasi. Sio uliondosha uasi peke yake, waasi na uasi. Wakaja umma wengine, ndio Mwenyezi Mungu anaweka katika afkari zetu, tukae tukijua kila tutakapo mwasi Mwenyezi Mungu tutaangamia. Nemi wallahu ghalibun ala amri, wallahu ghalibun ala amri, wallahu ghalibun ala amri. Naye Mwenyezi Mungu ndiye mshindi katika mambo yake yote. Hakuna atakayemshinda Mwenyezi Mungu, hakuna atakayemshinda Mwenyezi Mungu. Wallahu ghalibun ala amri, Mwenyezi Mungu ndiye mshindi katika mambo yake yote. Tumwasi Mwenyezi Mungu kadri tutakapomwasi atatushinda. Tumpinge Mwenyezi Mungu kadri tutakapompinga atatushinda. Tukatae vya Mwenyezi Mungu kadri tutakapovikataa atatushinda. Ghalibun ala amri, mshindi. Kwa hivyo lau tungelikuwa sisi tuna akili nzuri, leo hii tungelikuwa tuwenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu, marejeo ya kikweli kweli, marejeo ya kikabisa kabisa, sio marejeo nusu. Ndio baada leo anatuletea Mwenyezi Mungu habari ya watu walio nini, walio muasi, waliokataa amri ya mtume wake. Na mwisho ya hao watu ilikuwaje? Na mwisho ya hao watu ilikuwaje? Ona ile ya tufani ilipokuja, halikusemwa janga. Nesie tutadanganyika na lugha ya kiulimwengu kisasa, sema ati janga. Na tutadanganyika na lugha ya kiulimwengu ya kisiku hizi, nasema ati ni nature. Si janga wala si nature, bali ni adhabullah au ghadabullah. Wa ila thamuda akhahum salih, anatuambia Mwenyezi Mungu alituma kwa kabila la Thamud ndugu yao Saleh. Mtume Saleh alitumwa kwa watu wake kabila la Thamud, wa ila Thamud, na alitumwa kwa kabila la Thamud akhahum, ndugu yao Saleh. Ndugu yao Saleh, Mtume Saleh alitumwa kwa Thamud. وكانت مساكن ثمود بالحجر فهي تقع بين الحجاز والشام. kati ya Hijaz na Sham ndio nchi ya Thamud ilikuwa pale. Basi alitumwa Saleh huko kwa Thamud. Alienda Saleh akafika kwa watu wake, akafika kwa ndugu zake kama alivyosema Mwenyezi Mungu. Ya jamaa nimetumwa, ya umma nimetumwa. Qala, akasema Saleh, ya qaumi, enyi kundi langu, ibudullah, pokesheni Mwenyezi Mungu,
abuduni Mwenyezi Mungu, mwekeni maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo, mjitenge mbali na makatazo ya Mwenyezi Mungu. Ma lakum min ilahin ghairu, nyie watu wangu, nyie ndugu zangu, nyie kundi langu, hamna nyinyi mwabudio mwingine asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Hamna nyinyi mwabudio mwingine asiyekuwa Mwenyezi Mungu, hamna nyinyi, wala hamna nyinyi muumba mwingine asiyekuwa Mwenyezi Mungu, mwabudu aliyewaumba. Ma lakum min ilahin qad jaatkum, hakika imekwisha waijia nyinyi, bayyinatun, miujiza, min rabbikum, kutoka kwa nani? Kwa Mola wenu. Na walikuwa wameomba. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi amesema, ukhrija lahum an-nakha hina sa'aluhu min hajarin sald, Mtume swali aliwaambia, ya qaum qad jaatukum, imewajia nyinyi, bayinatan, miujiza, min rabbikum, kutoka kwa Mola muumba wenu. Nayo hiyo miujiza, hadhihi naqatullahi lakum aya, hii ngamia jike yake Mwenyezi Mungu kwenu nyie ni miujiza, aya ya kujulisha upweke wa Mwenyezi Mungu na uungu wa Mwenyezi Mungu na utume wake. Na Qurtubi anasema walikuwa wameuliza, kama wewe Saleh kweli ni mtume wa Mwenyezi Mungu, jabali hili, mawe hiyo kubwa hiyo, toa ngamia aliye mnene mnono, tena ngamia mkubwa, tena ngamia aliye na mimba, mtoe katika mawe. Mtume Saleh alayhi salam ana lake jambo, ile ni kurudi kule alikotumwa. Ana lake jambo, ile ni kurudi kule alikotumwa. Alitumwa na nani? Mwenyezi Mungu ndiye aliyemtuma. Ya Allah, ya Rabb, hawa watu wanamtaka ngamia aliye na mimba, watolee kutoka katika jabali hilo mbele yao, mawe hiyo kubwa iliyoko mbele yao. Hivyo haya tayari bara mbele yao, tazameni jabali, ile mawe inapasuka, mawe inapasuka, kitu gani inatoka? Ngamia inatoka na tumbo nini? Mimba pevu, mimba iliyosalia tu dakika 3 dakika 4 kuzaliwa, ngamia huyo iwatoka. Wallahi wale watu waliona nguvu ya Mwenyezi Mungu kweli, na waliona kudra ya Mwenyezi Mungu kweli, na waliona mitume wa Mwenyezi Mungu kweli, na waliona hoja ya Mwenyezi Mungu kweli, na wakiangamizwa baada ya kukataa hayo, ni haki waangamizwe, kwa waliona kweli na waliomba wenyewe. Kitu walichokiomba wamekipata, wamekiona, wamehisi nayo hisia kamila, lakini kwa ajili ya uzembe, kwa ajili ya ukorofi, kwa ajili ya uasi, kwa ajili ya ukiburi, kwa ajili ya ujeuri, ili wafanya Mwenyezi Mungu awaangamize. Basi ngamia ilitoka. Ngamia ilipotoka, Mtume Saleh akasema nini? Nisema nini? Qad jaatikum, akabila shaka amekwisha kuja kwenu ye, bayyinatun min rabbikum, miujiza itokayo kutoka kwa Mola muumba wenu, nayo hadhihi naqatullahi lakum aya, hii
ngamia jike wake Mwenyezi Mungu kwenu ni aya, ni miujiza ya kujulisha upweke wa Mwenyezi Mungu, umoja wa Mwenyezi Mungu, ukweli wa Mwenyezi Mungu, na kuwa kweli mimi Saleh ni nani? Mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa mliniomba niwaletea. Sasa nawapa nyinyi watu sharti ya kuishi na huyu ngamia. Nawapa nyinyi watu adabu ya kuishi na huyu ngamia. Nawapa nyinyi watu namna mtakavyo pitisha siku na huyu ngamia. Fadharuha, acheni huyu ngamia, taakul fi ardillah, awe akila katika hiyo ardhi ya Mwenyezi Mungu. Wala tamassuha bisu'in, wala nyie msimguse huyu ngamia kwa ubaya wowote ule. Fayakhudhakum, mkimgusa kwa ubaya, mkimkamatisha kwa ubaya, itawashika nyie adhabun adhimun, adhabu iumizayo. Adhabu iumizayo itawashika nyie mkimgusa. Ngamia aliishi na hawa watu katika ule mji, na huyu ngamia ilikuwa ni siku yake. Kisima ilikuwa hiyo moja ya kunywa maji ndani yake. Siku moja kamili ngamia huyu hunywa maji. Watu wa mji wanaruhusa kuiteka maji siku. Siku ya pili ni siku ya watu wa mji kuiteka maji. Ngamia anaruhusa kunywa hiyo maji. Hapo wakatokeza wenye nini? Wakatokeza wenye akili, wakajitokeza wakorofi, wakajitokeza too much knowers, wajuzi sana, werevu sana, wakaidi sana. Ngamia tu tunazuiwa kunywa maji na nini na nini na nini. Tumwondoshe huyo ngamia, mambo ishi. Tumwondoshe huyo ngamia, tumue, mambo ishi. Tukae kama kawaida tu kunywa maji kila siku tu wakati tutakapo. Haya, wakakubaliana katika ile komiti yao, walikubaliana katika ile umma wao, walikubaliana katika ile kundi lao. Kwa nini? Tumwondoshe nini? Ngamia. Na kila siku penye majadiliano, penye ufichi, penye maneno, yuko yule mmoja anaitwa ring leader. Yuko mmoja ambaye ndio spokesman, mkalimani na mtendaji. Akajitokeza huyo, alikuwa akiitwa Kuda, akambofya ngamia upanga, kafa ngamia, kafa ngamia. Walipokusha uangamia, Mtume wa Mwenyezi Mungu asema fadharuha taakul fi ardillah wala tamassuha bisu'in, msimshike, msimfanyie ubaya wowote. Sasa wamemuua. What is the result? Matokeo ni nini? Natija ni nini?
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Tumemjua salama mjihadhari na ngamia Mwenyezi Mungu ni kinywaji chake, siku yake ya kunywa na uba yake, msimzuie. Mbele ya hiyo aya nini? Mbele ya hiyo aya nini? Mbele ya hiyo aya nini? Fakadhabuhu. Wale wenye akili walimkadhibisha nani? Mtume Saleh. Wale watu very good arguers, watu wazuri kabisa kujadiliana, walimkadhibisha nani? Wale hao too much knowers wamemkadhibisha nani? Akupaye habari hii ni nani? Nani anayekupa hiyo habari? Mzuri hapo hao watu wakadhabu, walimkadhibisha Saleh. Faqaruha, wakamofya, wakamchoma. Kwa hiyo baba aliwaacha Mwenyezi Mungu, damdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawaha, aliwaangamiza Mwenyezi Mungu hao watu wote. Unaona matokeo ya kuasi, mnaona matokeo ya kukataa Mwenyezi Mungu, mnaona na gaina natija taba kalam tarabuna, natija ta asyamri tarabuna aba me tarabuna na kisu to kamani tabade kabuna gabade tarudu de ogrudu de ودمدم عليهم ربهم بذنبهم والوانغاميزا وات ربهم بذنب فسواها سواها tukman kalmubi aliwasawatisha na hiyo ardhi, mambo wamekuwa kama udongo nasia mansia ramian marmian nasia. Kwa sababu ya nini? Ya wasi. Sababu ya wasi kama hii ya wasi hii, unaona kipira hapa sisi watu Waislamu tunavyoasi hii na hayo shida na tabu inayotupata hii sababu nyingine, sababu ya kumwasi Mwenyezi Mungu, sababu ya kumwasi Rasul sallallahu alaihi wasallam, na sababu ya kuasi Qur'an, sababu ya asi. Fatamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawaha wala yakhafu uqbaha wala yakhafu uqbaha wala yakhafu uqbaha. Na wale Mwenyezi Mungu haogopi mwisho ya kuadhibu kwake waja. Hakuna atakayemuuliza la yusala ma yafala, yeye haulizi kwa nini umefanya. Mwenyezi Mungu hatapelekwa Hague. Unajua Hague wapi? Huko mnakopeleka mambo yenu. Mwenyezi Mungu apelekwe huko, la yusala ma yafala, haulizi. Anafanya atakapo, anafanya atakapo. Hiyo Carolina tukia juzi na jana, sasa upepo ulipokuwa kija pale Carolina ikapika kando, mnanitega upande hii doji, then I will play you. I've got good player. Mzuri anawaambia mimi na wachezaji wazuri, mmeweka ati vizingiti haya mzuri wake, mmoja akapika kono. Ni mnasikia radio? Nyinyi mko hiyo mchezo watacheza na Mwenyezi Mungu, sina Mwenyezi Mungu watacheza na Bakari na Asmani. Mchezo hii mchezo na Bakari na Asmani. Basi damdama Mwenyezi Mungu haogopi. Rabbana makwafu zakala na maita. Rabbana makwafu wala yakhafu uqba. Haogopi Mwenyezi Mungu mwisho wa kwake. Basi hawa watu wa Nuh wana Mtume Saleh
msidamdama alayhi rabbuhum bitanbi, walipomuua yule ngamia basi khalas wamemalizika. Sasa mmeona waasi mwisho wao nini? Ni kuangamizwa. Na sisi vile vile tukimwasi Mwenyezi Mungu kama tunavyoasi sasa, mnaona tunaasi na Mwenyezi Mungu anatuletea dhiki na shida na taabu na maudhi, hakuna suluhisho. Hakuna nini? Hakuna suluhisho. Suluhisho tukimbia kwa mkubwa, mkubwa anafumba macho, tukimbia kwa mdogo, mdogo anafumba masikio, tukimbia mashariki, mashariki na tukata, tukimbia hivyo. Shida hii itatupata mpaka lazima turudi kwa Mwenyezi Mungu. Tusiporudi kwa Mwenyezi Mungu, tuendako, hatutafaulu. Watu wa Mtume Saleh wame nini? Wameangamizwa. Wadamdama alayhim rabbuhum bitanbi fasawwa wala yakhafu, wamekwisha. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa min ba'di 'ad. Wadhkuru, kumbukeni. Wadhkuru, kumbukeni alipowajalia nyinyi ni makhalifa min ba'di 'ad, baada ya kabila la 'ad, kundi la 'ad. Wabawwa'akum fil ard, na Mwenyezi Mungu aliwakalisha juu ya hiyo ardhi. Bawwa'akum fil ard, aliwakalisha Mwenyezi Mungu juu ya hiyo ardhi. Tattakhiduna min suhuliha qusura, tattakhiduna, munajenga, min suhuliha, katika ardhi tembarare ya hiyo ardhi. Min suhuliha, katika nyanda tembarare ya hiyo ardhi. Tattakhiduna, munajenga, qusuran, majumba marefu. Mwenyezi Mungu bawwa'akum, yeye ndiye aliyewakalisha juu ya hiyo ardhi. Tattakhiduna min suhuliha, mnajenga katika nyanda zake, yani ardhi tembarare yake, mnajenga majumba kusuran, ile majumba marefu makubwa. Kina hiyo Hilton, hiyo kina hiyo international nini hiyo, hizo kusuran mmewakalisha mjenge. Na isitoshe, watanhituna aljibala buyuta, na tanhitun, mnauchonga majabali kuwa ni majumba. Hawa watu zama zao walikuwa wengine hawajengi nyumba, miji yao hiyo ya Uarabuni huko milima, wakichonga nyumba katika milima inachonga mlango, first room, second room, third room, nini, tanituna min aljibali buyuta, nyumba ya jabali. Siku nyingine upepo unakuja unavunja nyumba, Katarina inakuja inavunja nyumba, nani anakuja inavunja nyumba. So wanajenga jabali kubwa hizi, inajenga ndio nyumba. Mwenyezi Mungu anasema hizo zote ni miongoni mwa uwezo wangu. Nimewaumbia ardhi, nimewaumba nyinyi, na makazi vile vile nimewapa nyinyi. Fadhkuru ala Allah, fadhkuru ala Allah, fadhkuru ala Allah, fadhkuru, kumbukeni nyie wanadamu, ala Allah, neema zake Mwenyezi Mungu juu yenu. Kumbukeni neema zake Mwenyezi Mungu juu yenu. Nani huyu asiye na neema zake Mwenyezi Mungu? Munufu sita kumini neema taraba na mafugo.
kidoke mne malfi mana le tabutai ni malfi mana le taumatai ni malfi mana le nubia odilana munu fusite kuna ndere kile mbuga Kiswahili يا ربنا كلم فاذكروا فكركم وذكركم على الله نعمة ربنا فراستكم نعمة ربنا كتير فراستكم kumbukeni neema zake Mwenyezi Mungu juu ya vichwa vyenu. Miongoni mwa neema kubwa Mwenyezi Mungu kumfanya huyu mwanadamu ni mwenye kutamka kuliko baki ya wanyama wengine. Hiyo ni neema. So, huo utamshi alioruzukiwa kwa huyu mwanadamu ni bayana kubwa wa upweke wake Mwenyezi Mungu, kweni allamahul bayan. Amemfundisha huyu mwanadamu kubainisha yale yaliyomo ndani ya dhamira yake, ndani ya moyo wake, ndani ya fikra yake. Sasa ubainifu huo ambao Mwenyezi Mungu amemfundisha mwanadamu kutamka na kusema, ilikuwa haki yake ni huyu mwanadamu akubali ukweli. Haki yake huyu mwanadamu afanyeje? Huyu mwanadamu afanyeje? Akubali ukweli. Wallahu yaqulu al-haq wa huwa yahdi sabil. Wallahu yaqulu al-haq wa yahdi sabil. Wallahu yaqulu al-haq wa yahdi sabil. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye anayesema ukweli, hapana mkweli illa Allah, hapana hadi illa Allah, hapana mkweli illa Allah, hapana muongozi illa Allah. Wallahu yaqulu al-haq wa huwa yahdi sabil. Gazeti hiyo kama gazeti ya Nation Taifa Quran, wallahu yaqulu al-haq wa huwa yahdi sabil. Yaqulu al-haq, maneno ya Mwenyezi Mungu yote haki ni kweli, wa huwa, naye Mwenyezi Mungu yahdi, anaongoza sabili, njia ya kupita iliyokuwa imenyoka. Sasa kweli hapana popote pale, pengine popote mnadanganywa. Kaeni mkijua, kaeni mkielewa, jenkum wa arfukum hakimaf bakan kuna sitakum fughfina hakimaf haqqa illa Allah yaqulu al-haq wala hidayah ma بكان لك كلمة كفوقنا هداية فينا هداية باب لا هداية الله، لا هداية الله. Tusidanganyike. Anatuambia Mwenyezi Mungu nini? Wallahu yaqulu al-haq. Yeye Mwenyezi Mungu peke yake ndiye yasema kweli, yeye ndiye mkweli peke yake. Na popote uendapo hutapata ukweli kama ukweli wa Mwenyezi Mungu. ومن أصدق من الله قيلا. Nani mkweli zaidi kusema kumshinda Mwenyezi Mungu? Hapana. Wa huwa yahdi sabil, naye Mwenyezi Mungu ndio mwongozi wa njia ya haki. Hakuna aongozaye katika njia ya haki isipokuwa Mwenyezi Mungu. Sasa hakuna la haki lililosalia kutusie, hakuna la ukweli lililosalia kutusie ile kufuata haki. Haki gani? Wallahu yaqulu al-haq. Mwenyezi Mungu anasema haki. Wa huwa yahdi sabil, njia ya haki, njia ya ukweli, njia ya mwongozo, njia ya Mwenyezi Mungu. Basi
ni nyinginezo zote bure, hapana kitu ndani yake, udanganyifu tu. Muamini msiamini, ndivyo hivyo. Mkubali msikubali, ndivyo hivyo. Basi fadhkuru ala Allah, nyie watu, nyie wanadamu, nyie binadamu, fadhkuru, kumbukeni ala Allah, neema zake Mwenyezi Mungu juu ya hao viumbe. Mkija kumbuka, mkaburudisha akili, mkaweka neema zake Mwenyezi Mungu zote mbele yenu, mtaona ukweli, mtaona ukweli, mtaona ukweli lililoko. Wala ta'thaw fil ardi mufsidina, wala ta'thaw fil ardi mufsidina, wala ta'thaw fil ardi mufsidina. Unaona Mwenyezi Mungu anakataza la ta'thaw, la ta'thaw. Unaona Mwenyezi anatuambia la ta'thaw, msifanye nini? La ta'thaw, msifanye uasi, ufisidifu, msifanye juu ya ardhi. Tumekatazwa uasi, tusifanye juu ya ardhi, ufisidifu tusifanye juu ya hiyo ardhi. Wala ta'thaw fil ardh, tumo katika samai, tumo fil bahr, tumo katika ardhi. Juu ya hiyo ardhi anatukataza Mwenyezi Mungu tusimuasi, tusifanye uasi. Wala ta'thaw fil ardh mufsidin, ili hali ya kuwa mwaharibu tu, fasad. Mmekaa ndani ya ardhi kibira hii, uasi na uharibifu, uasi na uharibifu, uasi na uharibifu. Tungeni fi kibira ni جد تعسي أمر الله، عسي أمر الرسول، عسي أمر القرآن، وكرامة ما فادونه. كرم طائفة، كرم أمة، كرم نظرية، كرم تجارة، كرم بيع وشراء، كرم تعليم، كرم قراية، كرم يهودي نفوق. Tuona uzuri ametuambia Mwenyezi Mungu, wala ta'thaw fil ardi mufsidina, wala ta'thaw, wala msifanye ufisidifu, uasi fil ardi, juu ya hiyo ardhi. Kwa jumla maneno kwa ulimwengu mzima, لكن المستفيدين به أمة الإجابة، ولو تكوفات فايدة kwayo ni umma waliomjibu Mwenyezi Mungu, umma waliomreply Mwenyezi Mungu, taifa, nation waliokubali ya Mwenyezi Mungu, nation walioweka vya Mwenyezi Mungu katika amri. Hao ndio watakaofaulu. Naambiwa wala ta'thaw fil ardi mufsidin, wala msifanye uasi katika hiyo ardhi, wala ufisidifu, uharibifu msifanye juu ya hiyo ardhi. Sasa nini kazi ya mtu mwenye kuamini imani kamili juu ya hiyo ardhi? Au nini kazi
ya mtu Muislamu juu ya hiyo ardhi. Mpaka huko hatujajua, mpaka huko hatujaelewa. Ikiwa Mwenyezi Mungu kasema wala ta'thaw fil ardi mufsidina, wala msiasi msifanye ufisidifu katika hiyo ardhi, wala msifanye uharibifu juu ya hiyo ardhi. Umetukataza Mwenyezi Mungu na hiyo kazi yetu ni nini? Common sense. Nyinyi hamna common sense. وقد يعرف الاشياء biadadiha, vitu hujulikanwa kwa vinyume vyake. Ukisema mrefu unaelewa kuna nini, kuna fupi. Ndio sasa Mwenyezi Mungu amesema nini? Wala ta'thaw fil ardi, msifanye ufisidifu juu ya ardhi, msifanye uasi juu ya ardhi. Kazi yako ni nini? Muabudu Mwenyezi Mungu. Muabudu. Kazi yako kutia amri ya Mwenyezi Mungu. Mufsidin, msifanye uharibifu juu ya hiyo ardhi. Mufsidin, msio wafisadi, msio wafisadi juu ya hiyo ardhi. Na ufisadi ni nini? Wenye kuharibu. Bali kazi yenu itakuwa kazi gani? Kutengeza. Kazi yenu itakuwa nini? Kutengeza. Sasa kazi ya mtu mu'min, Muislamu katika hiyo dunia ni kujitenga mbali na maasi na kutengeza yaliyoharibika. Kutengeza yaliyo nini? Yaliyoharibika. Hiyo ndio kazi ya mtu mu'min. Ndio kazi ya mtu Muislamu. Kule twendako siko, haya tunayafanya sio. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. Mtume Saleh second reading of opposition. Wapinzani wa Mtume Saleh au wapinzani wa Mwenyezi Mungu, qala, wamesema almalau, wakubwa, alladhina istakbaru, wakubwa wale waliofanya ujeuri kwa Mwenyezi Mungu na kwa Mtume Saleh. Sawa? Pale mwanzo tukianza darasa nawaambia kila penye wapinzani kuna nani? Ring leader, kitu kinaitwa ring leader, group leader, spokesman, nini nyenye. Kila penye nini? Upinzani kuna group leader, ring leader, spokesman. Na wewe kwenye upinzani huko usikubali kuchukua cheo hicho. Ita safata abakalam ta hakimata rukusulu nafasi wote. Takasuma. Ha? Qala al-malak
Walisema wale wakubwa. Wakubwa gani? Malau wakubwa peke yake, alladhina istakbaru, wakubwa walio wajeuri, walio kiburi. Kwanza yeye ni mkubwa, sawa sawa, yeye mkubwa, kisha juu ya ukubwa kuna nini? Ujeuri, ukiburi uko juu yake. Ona maneno ya Mwenyezi Mungu anavyosema, fahamu kalam tarabana namna rabbana kikalam kan tasayte agar tume bukura agar takal mondolde agar tak agar ni bi agar yebis sawa. ها هاي قال الملأ ومسهم الملأ وكبwa gani? Alladhina istakbaru, waliofanya ujeuri kwa Mwenyezi Mungu na Mtume Saleh, min qaumi, miongoni mwa watu wa kundi lake, walisema lilladhina istudhifu, kwa wale wanyonge, kwa wale watu wanyonge. Mara nyingi wale wanyonge ndio bimaana amana minhum, waliomwamini Mtume Saleh. Watu wanyonge ndio kilichokuwa wanaamini Mwenyezi Mungu. Wanyonge ndio wanaoamini nani? Mwenyezi Mungu. Unaona sisi si wanyonge. Leo lugumana, leo kisira, leo gurusha, chai, misumu, pocket money, pesa, sigara. Nikuna na sasa tutakuwa wanyonge? Hatutakuwa wanyonge sisi. Hawa wanyonge waliambiwa na hawa wakubwa wajeuri, wakiburi. Wakubwa hao waliwaambia hao watu wanyonge walioamini, waliwaambia nini? Ata'lamuna anna Salihan mursalun min rabbik? Ata'lamuna, je, majua kabla shaka huyu Saleh ni mwenye kutumwa kutoka kwa Mola wake? Wanauliza. Sasa hao wakubwa wanakuja kuuliza hao wanyonge, hao wajeuri wanakuja kuuliza hao wanyonge. Wanatafuta nini? Sema juu. Sapota. Wanafuta sapota. Wanapotafuta sapota. Jazakallah khair. Turudie. Sikia uzuri. Qala al-mala'u alladhina istakbaru, walisema wakubwa, alladhina, ambao istakbaru, wamefanya ujeuri na ukiburi kwa Mwenyezi Mungu, min qaumi, miongoni mwa kundi lake Saleh. Walisema lilladhina istud'ifu, walisema kwa wale watu wanyonge, waliona watu wanyonge wanatafuta sauti, tulale kena num. Wakubwa wanatafuta nini? Sauti. Kwa watu gani? Wanyonge ndio wengi, wakubwa ndio wachache. Wanyonge ndio ngazi daima, mtapandwa nyinyi mpaka mwingie kaburini. Nyinyi mtakuwa ngazi kupandwa mpaka mwingie kaburini. Kwa nini? Kwa wanyonge. Kwa nini? Masikini. Kwa nini? Fakiri. Kwa nini? Hamna uwezo. Fikirini hiyo maneno mzuri. Kazi yenu mtakuwa nyinyi kupandwa ngazi ya kupanda kwenda juu. Naam, wakubwa wanaambia wanyonge, na wanyonge ndio wale wanaomwamini Mwenyezi Mungu, na wakubwa ndio wale wanaompinga Mwenyezi Mungu. Tafahamu? Wampinga Mwenyezi Mungu. Wanasema nini wakubwa? Ata'lamuna anna Salihan mursalun min rabbik? Je, mnajua kwa hakika kabisa huyu Saleh ni mtume kutoka kwa Mola wake? Ametumwa na Mola wake? Ametumwa na Muumba wake? Mna hakika na hayo? Tizama majibu ya wanyonge.
sio wanyonge kama sisi, wanyonge wapumbavu kama sisi, sio wanyonge kama sisi, wanyonge wasioelewa kama sisi. Tizama majibu ya wanyonge hawa, tizama majibu ya wanyonge wa Qur'an hawa. Wanyonge hawa wanasema, wameulizwa nini? Waliulizwa, mnajua kwa hakika Saleh wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu, umetumwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, mna hakika nayo? Mna hakika naye kwa katumwa? Tizama majibu yao. Majibu yao kalu, wanyonge wamesema. Nani wamesema? Wanyonge kalu, wanyonge wamesema, inna bima ursila bihi, inna, haka bila shaka sisi, bima, kwa kile ambacho ursila bihi, alitumwa nayo, mu'minuna, tuyaamini. Kila alichotumwa nayo tunayaamini. Mnatuliza yeye tukungaso makalamita akili madhali jili tu ali jili ali dumani, lakini akili mapi jili wale ali saki tabure. Tufahamu maneno ya Mwenyezi Mungu. Ona Mwenyezi Mungu asema hawa kubwa wanauliza wanyonge, Saleh kweli ni mtume wa Mwenyezi Mungu? Saleh kweli yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu? Ona majibu, ansa sawa na jawabu. Ansa, wanyonge wamesema inna, sisi kwa kile alichotumwa nacho tunaamini. Kile alichotumwa nacho ndio tunaamini. Wanaona wamezungumza juu ya kitu juu ya Saleh. Titaona akili ya hawa wanyonge. Kama akili yako akili yako nathi. Ona akili ya hawa wanyonge. Sasa wacheni Saleh. Wacheni kutuliza habari ya Saleh, mnaamini naye. Wacha Saleh. Tunaamini na Saleh, na hata yale aliyotumwa nayo pia tunaamini nayo. Both. Sasa hapo ndipo wanapotaka wakubwa nini? Sapota. Wako support ili wamshinde nani? Saleh. Dunia hiyo mambo ni kwenda kwa nini? Kwa ushindi. Ushindi ndio crown ya wasi katika hiyo dunia. Ushindi ndio crown ya wasi katika hiyo dunia. Aya kalu, wamesema wanyonge, inna kabla shaka sisi bima ursila bi, kwa kile alichotumwa nayo Saleh, mu'minun, tu wenye kuamini nayo kabisa. Wacha kutuambia habari ya Saleh. Saleh tunaamini naye kitambo. Haya aliyotumwa nayo, ujumbe wa Mwenyezi Mungu, alitumwa nayo kwa tumwabudu Mwenyezi Mungu, tumpokeshe Mwenyezi Mungu, tusimwasi Mwenyezi Mungu, tusifanye ufisadi juu ya ardhi, tusifanye uharibifu juu ya ardhi. Tunaamini nayo.